أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa na mizani popote mlipo. Taarifa tulizokusanya hii leo, kwanza ni ile taarifa kutoka Yemen kwamba wanamukawama wa Ansarullah wa Yemen wanaendelea kuzitwanga kwa makombora meli za kivita za Marekani. Pia tunayo taarifa ya mshauri mkuu wa rais wa Iran Ali Larijani amesema kuiambia Marekani kuwa iwapo Marekani itafanya makosa, Iran itakuwa haina njia isipokuwa kuunda silaha za nyuklia ili ipate kujilinda kikamilifu. Kadhalika kuna taarifa kuwa Iran imetoa taarifa nyingine ikisema kuwa imo njiani kutekeleza operation ya 3 ya kijeshi dhidi ya Israel kama ilivyoahidi. Lakini pia vile vile kuna taarifa nyingine inasema kuwa Iran inao uwezo wa kushambulia mahala popote alipo adui. Kwa hiyo hii ni salamu kwa Marekani kwamba Iran inao uwezo wa kuishambulia Marekani hata kutoka pale pale wakiwa wamekaa nyumbani kwao, wanaweza wakaishambulia Marekani. Kwa hiyo Marekani inapewa onyo mara nyingi na Iran kwamba isijaribu kutekeleza vitisho inavyovifanya dhidi ya Iran. Mshauri mwandamizi wa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa iwapo Marekani itafanya kosa lolote, Iran italazimika kwa mashinikizo ya wananchi wake kuelekea kwenye uundaji wa silaha za nyuklia. Katika siku za hivi karibuni, rais wa Marekani Donald Trump akiendeleza sera zake za chuki, tamaa na mamlaka, ametoa vitisho dhidi ya Iran ambavyo vimeibua hisia na majibu makali. Kwa mujibu wa Pars Today, Ali Larijani, mshauri wa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, siku ya Jumatatu Machi 31 jana, siku ya Idi, usiku katika mahojiano ya televisheni ya Iran alisema kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran kutakuwa na athari ndogo. Fatwa ya kiongozi wa mapinduzi inasisitiza marufuku ya kuwa na silaha za nyuklia. Lakini iwapo Marekani au Israel zitatumia kisingizio cha nyuklia kuishambulia Iran, basi Iran itakuwa haina njia nyingine ya kufanya bali italazimika kuelekea kwenye utengenezaji wa bomu la nyuklia. Larijani ambaye pia ni mwanachama wa baraza la kuainisha maslahi ya taifa la Iran aliongeza kuwa mpango wa nyuklia wa Iran hauwezi kuharibiwa kwa mabomu. Teknolojia ya nyuklia ya Iran imeundwa kwa njia ambayo hata baada ya mashambulizi ya mabomu haitaathiriwa wala kuchelewesha. Kuhusu barua ya hivi karibuni ya Trump kwa Iran, Larijani amesema yaliyomo katika barua hiyo ni sawa tu na maneno ambayo amekuwa akiyakariri. Kauli ya Marekani hazina usahihi kwa sababu zinawaletea matatizo. Wanasiasa wengi duniani huziona kauli za Trump kama propaganda tupu zisizo na maana, akiashiria kuwa Trump ndiye aliyesababisha kuvunjika kwa makubaliano ya nyuklia ya Iran na madola 6 makubwa duniani yanayojulikana kwa kifupi kama JCPOA. Larijani amesema kuwa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja hufanyika ili kuelewa madai na matarajio ya pande zote. Larijani pia amesema kuwa Iran sasa ina nafasi ya kipekee miongoni mwa mataifa yenye nguvu, na nchi nyingi za magharibi zinapenda kuwa na uhusiano huru na Iran, lakini zinashindwa kuchukua msimamo wa wazi kwa sababu ya mashinikizo ya Marekani. Kuhusu nafasi ya utawala wa Israel katika eneo la Asia Magharibi, mshauri wa kiongozi wa mapinduzi amesema bila msaada wa Marekani, Israel haina uwezo wowote katika eneo hilo. Utawala wa Kizayuni unalitumia suala la usitishaji mapigano kama chombo cha kisiasa, ama mataifa mengi yanatambua kuwa ahadi ya Israel hazina uzito wowote miongoni mwa watu wenye busara. Mshauri wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa njia pekee ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya Israeli ni mapambano, akilaani vikali Marekani kwa mashambulizi yake dhidi ya Yemen, na ameongeza kuwa kama wa Marekani wangekuwa na busara wasingejihusisha au kuichokoza Yemen. Wakati huo huo, mnamo siku ya Jumapili Machi 30, Yemen ilitoa tangazo rasmi ikisema kuwa jeshi la nchi hiyo limetangaza kuhusika na mfululizo wa mashambulio yaliyofanywa kwa usadi wa hali ya juu na kuzitwanga meli za kivita za Marekani, ikiwa ni pamoja na USS Harry Truman katika Bahari Nyekundu, ikiwa ni kuendelea kukabiliana na uvamizi wa Marekani dhidi ya Yemen. Brigadier General Yahya Sari, msemaji wa jeshi la Yemen, ametangaza hayo siku ya Jumapili Machi 30 asubuhi na kusisitiza kuwa vikosi vya jeshi la nchi hiyo
vimefanya operesheni 3 kubwa za kijeshi na kuzitwanga meli za Marekani katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Jenerali Sarii amebainisha kuwa operesheni za kulipiza kisasi zilizofanywa dhidi ya manuari za meli za kivita za Marekani kwenye bahari ya Sham zimehusisha kikosi cha makombora, kitengo cha ndege zisizo na rubani na jeshi la anga pamoja na kikosi cha wanamaji cha jeshi la Yemen. Operesheni hizo zimeendeshwa kwa kutumia makombora mengi ya kivita yaliyotengenezwa nchini Yemen pamoja na kundi la drone. Afisa huyo ngazi za juu wa kijeshi wa Yemen amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo ya Kiarabu vitaendelea kukuza uwezo wake wa kiulinzi na vitakabiliana vilivyo na jinai zinazoongezeka kila kukicha za adui, hasa Marekani. Amesisitiza kwamba majeshi ya Yemen hayatarudi nyuma katika kuwaunga mkono watu wanaodhulumiwa wa Palestina hadi mashambulizi ya umwagaji damu yanayoendelea kufanywa na Israeli dhidi ya Gaza yatakapokoma na mzingiro wa eneo hilo utakapoondolewa kabisa. Wakati huo huo, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesema kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro wa Yemen. Amepongeza ushujaa wa vikosi vya ulinzi vya Yemen katika safu zao zote, akisema vinatekeleza majukumu yao ya kidini, kibinadamu na maadili katika kuilinda Yemen huru na kuunga mkono wa Palestina wanaodhulumiwa na Israeli. Wakati huo huo, mshauri mwandamizi wa kijeshi wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei amethibitisha kwamba Iran itatekeleza operesheni ya 3 ya kijeshi dhidi ya utawala wa Israeli katika kujibu vitendo vya uchokozi vya utawala huo dhidi ya Iran. Akizungumza siku ya Ijumaa, Meja Jenerali Yahya Rahimu Safavi amesema ikiwa operation ya Ahadi ya Kweli namba 3 haijatekelezwa bado, kuna hekima katika kuchelewesha, si kwamba imefutwa. Amesema kucheleweshwa huko ni hatua ya kimkakati na kutokana na hekima ya makusudi. Afisa huyo amesema kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ni wenye hekima, ujasiri, mwenye maono ya mbele na wa busara, huku akibaini kwamba operesheni hiyo itatekelezwa kwa wakati muafaka kwa uamuzi wa Ayatollah Khamenei. Tamko hilo limekuja chini ya wiki moja baada ya mkuu wa kamandi ya majeshi ya Iran, Meja Jenerali Mohammad Bagheri, kusisitiza kwamba Iran imeendeleza vipimo vyake vya kujihami vinavyohitajika kwa ajili ya kuwa na uwezo wa kijeshi ambao ni mara 10 zaidi ya ule unaotumika wakati wa operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 2. Mwaka jana 2024, Jamhuri ya Kiislamu ilionyesha nguvu zake za kijeshi katika operesheni za Ahadi ya Kweli namba 1 na 2, ambapo ilitekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia uchokozi wa utawala wa Kizayuni wa Israel. Operesheni hizo zilizoendeshwa kwa kutumia mamia ya makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani na drone zilionyesha uwezo wa Iran wa kushambulia malengo nyeti ya kijeshi na ya kijasusi ya Israel kwa usahihi. Maafisa wa Iran wamesisitiza kwamba jeshi lilitumia sehemu ndogo tu ya nguvu zake za kivita wakati wa operesheni hizo 2 za kulipa kisasi. Kadhalika, tunayo taarifa inayosema kuwa Iran ina uwezo wa kupiga ngome ya adui mahala popote pale ilipo. Kamanda wa kikosi cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Ahmed Alireza Tangsiri amesema kwa mara nyingine tena kwamba uwezo wa kijeshi wa Iran ni wa kipekee, huku akionya dhidi ya vitisho, akisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu haiwezi kufanya mazungumzo na yeyote kuhusu maghala yake ya makombora. Kamanda wa jeshi la wanamaji la IRGC Admeri Alireza Tangsiri ametoa matamshi makali kuhusiana na mkao wa kujihami wa Iran na kusisitiza kwamba shambulio lolote dhidi ya Iran litakabiliwa na jibu la uhakika. Tangsiri amepinga kabisa uwezekano wowote wa Irani kushiriki katika mazungumzo juu ya silaha zake na makombora au msaada kwa makundi ya mkawama. Amesisitiza kuwa Irani kamwe haitajadiliana na yoyote kuhusu makombora yake au uwezo wake wa mrengo wa kumkawama. Amefafanua kuwa Iran inafuatilia kuwa na uhusiano wa amani na majirani zake, akisisitiza kuwa Tehran kamwe si tishio kwa mataifa mengine ya kieneo. Siku zote tunanyoosha mkono wa urafiki kwa nchi za ukanda huu. Sisi ni Waislamu, hatuna tishio lolote kwa nchi jirani, amesisitiza. Huku akieleza kuwa Iran haina nia ya kuanzisha vita, Tangsiri amesisitiza kuwa shambulio lolote dhidi ya maslahi ya Iran au watu wake litakabiliwa na jibu thabiti. Amesisitiza kuwa hatutafuti vita na hatutaki vita. Hata hivyo, ikiwa adui atajaribu kudhuru maslahi yetu au kushambulia watu wetu, lazima wajue kwamba tutajibu. Hizo
Kwa ujumla ndio taarifa tulizoweza kuzikusanya katika muda wa siku zisizopungua 3 ya matukio yaliyotokea sehemu mbalimbali. Kubwa katika hayo ni kwamba Iran imesema kuwa iko tayari kuunda silaha za nyuklia kutokana na Marekani kusisitiza kuwa inataka kukagua miradi ya nyuklia ya Iran, ambayo Iran haina silaha hizo na haioni sababu wala haioni haki ya Marekani kuwa na uwezo wa kuchunguza na kupewa mamlaka ya kuhakikisha nani anajilinda kwa silaha gani na ana uwezo gani. Irani haioni kuwa Marekani ina uwezo wa namna kama hiyo. Swala la pili lililozungumzwa katika makala hii tuliyoitoa hapa ni Yemen imeendelea kuzitwanga kwa makombora meli za kivita za Marekani. Ni vigumu sana Marekani kushinda katika vita baina yake na Yemen kutokana na ukweli kabisa kuwa wanajeshi ama wataalamu wa kijeshi, majenerali wa Marekani tayari wametoa taarifa kwamba Marekani haina uwezo wa kushinda vita katika Yemen. Wanaweza kushambulia kwa kutupa mabomu na makombora maeneo mbalimbali, lakini hakuwezi kuidhoofisha Yemen. Na kama inavyoonekana na mnavyoshuhudia ni kwamba Marekani inachukua kichapo kutoka kwa Yemen, zikipigwa meli zake zinazobeba ndege na silaha nyinginezo, kwa sababu wanapigana wakiwa katikati ya maji ambapo ni hatari zaidi, na Yemen inazo silaha ambazo zina nguvu za kuweza kushambulia, na meli kadhaa zimeshambuliwa na nyingine zimekwisha ungua. Azma ya Iran ni kwamba inategemea muda si mrefu kuishambulia Israel, na shambulio hilo limewekwa kuwa ni faradhi, kwamba ni wajibu wa Iran kuipiga Israel kutokana na visasi ambavyo inalipa kwa Israeli. Kwa hiyo tutegemee kwamba katika siku zisizokuwa nyingi na katika muda mwafaka kwa kadiri itakavyopangwa, Iran iko tayari kuishambulia Israel. Kubwa kuliko yote ni vita vinavyoendelea dhidi ya Wafalastini. Wafalastini wanauliwa na ni katika njama za kutaka kuwaondoa katika eneo lile. Kwa hiyo Trump pamoja na Netanyahu walikishaafikiana kwamba wawaondoe Wafalastini katika ardhi yao kwa njia yoyote, kuwapiga, kuwaua kwa njia yoyote, na wanatakiwa waondoke ili eneo hilo lichukuliwe na kina Trump. Na kwa kuwa Trump ni mfanya biashara, alikushatangaza tayari kwamba yuko tayari kwa ajili ya kujenga mahoteli eneo la starehe, huku akiwafukuza wenye nchi yao waende mahala popote. Umeshaona kwa kila mtu mwenye busara zake na akili timamu kwamba Marekani ndio baba wa dhulma, ndio anayesimamia dhulma, ndio anayesimamia mauaji yanayofanyika katika Falastini, ndio ambaye anayetoa silaha kwa ajili ya kuwaua Wafalastini na kwa nia ya kutaka kuwafukuza katika nchi yao. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Misri pamoja na Jordan ambazo Trump alitaka Wafalastini wapelekwe huko zote zimekataa, na hii ni mara ya kwanza ambapo Jordan, Misri na Saudi Arabia zote zimekuwa ni kinyume tamko hilo. Mamlaka ya Saudi Arabia yalikushaiambia Israel kwamba haiwezi kuwapokea watu hao, na badala yake mwanamfalme wa Saudi Arabia Muhammad bin Salman aliambia serikali ya Uyahudi kwamba ni lazima amani ya Falastini ama mgogoro wa Falastini umalizike kwa kuundwa taifa huru la Falastini. Netanyahu akamjibu bin Salman kwamba Saudi Arabia ni kubwa sana, basi Saudi Arabia igawe eneo katika ardhi yake na lianzishwe huko taifa la Falastini, lakini si pale katika ardhi yao ya Falastini. Kwa hiyo haya majibizano ambayo hajawahi kupatikana katika miongo yote takriban 7 ya uvamizi wa Mayahudi wakiungana na Marekani katika kuichukua Falastini. Kwa hiyo tuzidi kuomba kwa Mwenyezi Mungu, hali si shwari, lakini kiburi hiki walichonacho Marekani na Netanyahu, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ana uwezo wa kukinyamazisha. Na dua tunazosoma kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu zinamfikia Mwenyezi Mungu, na wale wanaodhulumiwa ni haki yao kuomba na ni haki yao kuombewa. Kwa hiyo majibu ni lazima yatapatikana, na Falastini huru ni lazima ipatikane, na Masjidul Aqsa lazima ingie mikononi mwa Wafalastini kwa kuwa ndio wenye ardhi yao na ndio wenye mamlaka wa kuisimamia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.